Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala rasulihi alkarim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha almustami'una walmushahiduna alkiram. Naam, wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni sana katika mwendelezo wa darasa zetu, na leo tutazungumzia tafsiri ya ndoto ya kulia bihuruqatin, kwa uchungu. Yani ukiota unalia kwa uchungu, ndoto hii inaashiria kitu gani au inamaanisha kitu gani? Ndiyo darsa yetu ya leo. Lakini kabla tujaendelea, ndugu yangu mtazamaji, nikukumbushe, naam, kama unasumbuliwa na matatizo mbalimbali, hususan matatizo ya kichawi, hasadi, matatizo ya kishaitani, kuna mali yako unahitaji kuuza lakini haiuziki, unahitaji dua ya kinga ya biashara, kinga ya nyumba, kinga ya mwili wako na familia yako, shamba lako na kadhalika, basi tuwasiliane ndugu yangu mtazamaji, ili tuweze kukusaidia biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, ndugu zangu watazamaji, wanawachuoni wanasema kulia kwa uchungu usingizini kuna khususiyatun fi tafsiri, kuna umuhimu wake katika tafsiri. Yani ukiota unalia kwa uchungu, maana yake ndoto hiyo ina umuhimu na ina maana nyingi sana, kwa maelezo ya wana wachuoni. Wanasema maana ya kwanza, qad yushiru ila wujudi alamin amiqin. Maana ya kwanza wanasema kuota unalia kwa uchungu, huenda ndoto hiyo ikaashiria uwepo wa maumivu makali, kwa maana una jambo linakuumiza, una maumivu makali katika moyo wako, au huznin dafinin fi nafsi rai, au huzuni iliyojificha katika nafsi ya muotaji. Kwa maana ya hii ndoto pia inaweza kumaanisha ya kwamba wewe muotaji una huzuni iliyojificha katika nafsi yako. Hiyo ni maana ya kwanza. Walakina maana nyingine wanawachuoni wanasema, au maana ya pili wanasema, albukau bihuruqatin, kulia kwa uchungu, kulia kwa uchungu, ala shakhsin hayyin, juu ya mtu aliye hai, fil manami, usingizini. Kwa maana ya kwamba ukiota unamlilia mtu aliye hai lakini unamlilia kwa uchungu, wana wachuoni wanasema qad yadullu ala alkhawfi min fuqdanihi au ishtiyaqu shadidu lahu. Wanasema ndoto hiyo huenda ikaashiria hofu juu ya kumpoteza kwake. Kwa maana ya hii ndoto inaashiria una hofu ya kumpoteza huyo mtu uliyeota unamlilia hali ya kuwa yuko hai. Au ishtiyaqu, au matamanio ya kuwa naye, al-ishtiyaqu shadidu lahu, matamanio ya kuwa naye makali, yani unatamani uwe naye huyo mtu na matamanio yako ni makali sana. Hiyo ndio maana ya kuota unalia kwa uchungu, unamlilia mtu aliyekuwa hai lakini huyu mtu unamlilia kwa uchungu. Hiyo ni maana ya pili. Lakini maana ya tatu wanasema wanawachuoni, idha kana albukau bihurqatin ala shakhsin mayitin, wanasema ikiwa kilio, yani kulia kwa uchungu, yani ukiota unalia kwa uchungu lakini unamlilia mtu ambaye ameshafariki, unamlilia marehemu, unamlilia mtu ambaye ameshakufa, wanasema wanawachuoni, faqad yushiru ila adami qudrati rai, ndoto hii inaashiria kutoweza kwa huyu muotaji ala tajawuzi huznihi,
kushinda huzuni yake, ala fuqudanihi, juu ya kumpoteza kwake. Ukiota unamlilia mtu aliyekufa kwa uchungu, hii ndoto inaashiria kutoweza kwako, yani hauwezi kushinda huzuni yako juu ya kumpoteza kwake. Ina maana una huzuni kubwa sana juu ya kumpoteza mtu huyo. Hiyo ni maana ya tatu kwa maelezo ya ulamau. Naam, maana ya nne wanasema wanawachuoni, albukau bihurqatin wa sarakhin fil manami, wanasema kulia kwa uchungu na kupiga mayowe, wa sarakhin, na kwa kupiga mayowe, fil manami, usingizini, kad yadullu ala tarakumil humumi wal ahzani, ndoto hiyo inaashiria mkusanyiko wa wasiwasi na huzuni, kwa maana ya kwamba wewe muotaji una wasiwasi na una huzuni. Wa hajati rai, na hitaji la muotaji, litamfisi amma shairihi, ya kuonyesha hisia zake ili kujisikia vizuri. Unajua kuna wakati ukitoa zile hisia zako hususan zile ambazo zinakutia wasiwasi, zinakutia huzuni, ukizitoa zile basi utajisikia vizuri. Kwa hivyo ukiota unalia kwa uchungu, yani albukau bihurqatin, kulia kwa uchungu, wa swarakhin, na kwa kupiga mayowe, fil manami, usingizini, hiyo ndoto inaashiria mkusanyiko wa wasiwasi na huzuni na hitaji la kuonyesha hisia zako, yani unahitaji kuonyesha hisia zako ili kujisikia vizuri, upate kujisikia vizuri. Naam, hiyo ni maana ya nne. Hiyo ni maana ya nne ya ndoto ya kulia kwa uchungu. Maana ya tano, yaqulu Ibn Sirin, anasema Ibn Sirin, anasema albukau bihurqatin fil manami, kulia kwa uchungu usingizini, yani ukiota unalia kwa uchungu. Kwa mujibu wa Ibn Sirin anasema kad yushiru ila qurbi alfaraji, ndoto hiyo inaashiria kukaribia unafuu, kukaribia faraja, yani kuna faraja unaikaribia, kuna unafuu unaukaribia. Fakama anna al-layla yashtaddu dhalamuhu qabla al-fajri, shekhe anasema kama ambavyo anna al-layla, hakika ya usiku, yashtaddu dhalamuhu, usiku, yani fakama anna al-layla yashtaddu dhalamuhu, kama ambavyo usiku unavyoshtadi weusi wake, kabla alfajiri, kabla ya alfajiri, kwa maana ya kabla ya alfajiri huwa usiku ule weusi unaongezeka, unakuwa mkali sana. Usiku kabla ya alfajiri weusi unakuwa mkali sana. Kadhalika albukau, shekhe anasema vivyo hivyo kulia, bihurqatin, kwa uchungu, kad yakunu, kunaweza kuwa, kulia kwa uchungu kunaweza kuwa mukaddima, ni mwanzo, huo unaweza kuwa ni mwanzo, lilfarahi wasaada, lilfaraji wasaada, mwanzo wa unafuu na furaha. Kulia kwa uchungu pia kunaweza kukaashiria mwanzo wa unafuu na furaha, maana yake furaha yako, unafuu wako utaanza muda si mrefu. Kwa hivyo hizo ndio tafsiri za ndoto ya kulia kwa uchungu usingizini. Mwisho, ndugu zangu watazamaji, kwa wale ambao mtahitaji tafsiri ya ndoto zenu binafsi, basi kumbuka, ndoto binafsi tunatafsiri kwa malipo, ama kwa mahitaji ya tiba, kwa mahitaji ya dua, tuwasiliane biidhnillahi taala ili tuweze kukusaidia. Naitwa Al-Imamu Shaabani Ramadhani Mponda. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.